Na mtazamaji wa Dream Media, karibu sana kwenye mazungumzo yetu ama kipindi maalumu ambacho leo niko na wageni kutokea hospitali ya Case, ambapo tutazungumza kwanza kuihusu hospitali ya Case, lakini pili tutazungumza zaidi ama tutajikita zaidi kwenye kuzungumza kuhusiana na kambi ya matibabu ambayo inatarajiwa kufanyika pale Case hivi karibuni. Mimi ni Esau Godin, endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na kwanza niko naye Bi Suma Kabuje, huyu ni afisa masoko na uhusiano kutokea hospitali ya Case. Karibu sana Dream Media. Asante. Kwanza kabisa hapa na shaka nimelitaja vizuri jina lako. Ndio. Tuanze kufahamu tunavyosema hospitali ya Case tunamaanisha kitu gani, na tunataka kufahamu inapatikana sehemu gani na huduma zipi ambazo inazitoa. Karibu. Asante. Hospitali ya Case ni moja kati ya hospitali binafsi kubwa kabisa hapa Mbeya au niseme Nyanda za Juu Kusini, na kwa sasa hivi ni hospitali pekee yenye level ya mkoa kwenye Nyanda za Juu Kusini. Nikisema level za mkoa kwenye Wizara ya Afya, kila hospitali inapewa level kulingana na ukubwa wake. Kwa hospitali ya Case ni hospitali yenye ukubwa wa hospitali ya mkoa ya binafsi. Okay. Na hii hospitali ilianzishwa ni kitambo sana, ni hospitali yenye muda mrefu sokoni. Ilianzishwa mwaka 1994. Ambao wanasikiliza sasa walikuwa bado hawajazaliwa. Kwa hiyo tunaweza tukaona ni namna gani hii hospitali ni hospitali ambayo iko muda mrefu, ina uzoefu mkubwa sana na imejitanua kwa namna kubwa sana. Hospitali ya Case inapatikana eneo la Mafiati, kata ya Forest, jijini Mbeya. Unapotaka kufika hospitali ya Case ni rahisi sana. Ukifika kwenye mataa ya Mafiati, nenda kama mita 200 opposite na chuo cha KUOM Mbeya, utapata bwango kubwa sana na jengo kubwa sana la Case hospitali. Ndio. Sawa, tuzungumze zaidi ni huduma zipi ambazo zinatolewa na hospitali ya Case, lakini watu wengi pia wamekuwa wanauliza kuhusiana na sisi ambao tunatumia bima. Uwezekano wa kuja kupata huduma Case upo ama ni kwa ajili tu ya wale ambao wanatoa cash? Asante. Hospitali ya Case inapokea bima aina nyingi sana. Tukianza kabisa, hospitali ya Case inapokea bima ya taifa NHIF, inapokea Strategies, tunapokea Assemble, tunapokea Jubilee, tunapokea watu wa NSSF, tunapokea bima ya Shanta, tunapokea UAP, tunapokea More Assurance na nyingine nyingi. Lakini wale wenzetu ambao tunatumia afya salama za Airtel na nyingine kutoka Vodacom hatujawasahau. Wote wanaweza kutibiwa Case hospitali. Na Case hospitali inatoa huduma nyingi sana. Lakini kwa kuzitaja, ninaweza kuzitaja baadhi. Hospitali yetu inatoa huduma za tiba kwa njia ya mazoezi, yani physiotherapy. Tunatoa huduma ya mama na mtoto pamoja na kujifungua. Hospitali ya Case tunatoa huduma za meno, huduma za macho, huduma za upasuaji mkubwa na upasuaji mdogo, lakini kuna uchunguzi wa kimaabara na uchunguzi wa kiradiolojia. Tunatumia keshi kwa kiwango cha Mtanzania wa kawaida. Mambo ya dola mmeweka pembeni, unatumia fedha za Tanzania. Sawa. Kuna huduma zingine mbali na hizo ambazo zinapatikana Case hospitali, kabla tujaenda kuzungumza kuhusiana na kambi ya matibabu? Asante. Huduma nyingine ambazo zinapatikana, tuna kliniki mbalimbali za madaktari bingwa katika hospitali ya Case, na nitazitaja chache. Tuna daktari bingwa wa masikio, pua na koo, tuna daktari bingwa wa mfumo wa mkojo, tuna daktari bingwa wa watoto, tuna daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, huyu tunasema ni physician. Lakini pia tuna daktari bingwa wa mifupa. Tuna daktari bingwa wa upasuaji. Okay. Kwa hizi ni baadhi ya kliniki ambazo zinapatikana, na bila kusahau wakina mama. Tuna daktari bingwa wa mfumo wa uzazi na wakina mama.
Kwa hizi ni moja kati ya huduma chache za kibingwa zinazopatikana katika hospitali ya Kaize. Kwa nusu dakika, kwa nini mtu aje kupata huduma Kaize na sio kwenda sehemu nyingine? Hospitali ya Kaize inatoa huduma ambazo ni bora, huduma zenye uhakika. Ukitibiwa Kaize hospitali umepata matibabu. Kwa sababu pale hauendi, ni tofauti na wale unaokwenda kwa ajili ya kugawiwa dawa, labda unaenda pharmacy kununua dawa au unaenda kupima peke yake. Lakini sisi tunafanya uchunguzi wa kimatibabu. Unachunguzwa shida yako, ukitibiwa unajua kabisa tumemtibu mtu ambaye alikuwa na changamoto fulani. Kwa ukitibiwa unakuwa umetibiwa moja kwa moja. Sio kwamba umetibiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unarudi tena kwa ajili ya shida ile ile. Tunakutibu, tunamalizana na ile shida, kama ukirudi unarudi kwa ajili ya shida nyingine. Lakini hospitali ya Kaize ina vifaa vingi ambavyo utachunguzwa shida yako. Tuna huduma za radiolojia ambazo zitakufanya uchunguzi mpaka ndani. Tuna x-ray, tuna ultrasound, tuna barium swallow. Ni baadhi ya vipimo ambavyo tunavifanya Kaize hospitali. Sawa. Mtazamaji, bado tuko na Bisuma Kabuje, afisa masoko na uhusiano kutokea hospitali ya Kaize, na tumezungumza mambo kadhaa, na sasa nataka nifahamu kuhusiana na kambi hii ya matibabu ya moyo ambayo hospitali ya Kaize kwa kushirikiana na The One New Heart Tanzania wamekuandalia kwa pamoja tarehe 14 hadi tarehe 15 ya mwezi wa 4. Hii kambi ya matibabu ya moyo, lengo lake ni nini hasa? Kwa nini mliamua kushirikiana kwa ajili ya kuandaa kambi hii ya matibabu? Kuna shida sana upande wa magonjwa ya moyo kwa watu wa Mbeya, kanda nyanda za juu kusini, ama Tanzania kwa ujumla, ama kitu gani ambacho mlikiona? Asante. Kwa magonjwa ya moyo, kitakwimu ni moja kati ya magonjwa ambayo yanasababisha vifo kwa kiasi kikubwa sana kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo sasa kwa lengo la kutaka kusaidia Watanzania, badala ya kutoka amfuate daktari India, tumeamua kumleta daktari bingwa wa moyo hapa Tanzania. Tabia zetu za kawaida za maisha zimesababisha magonjwa yasiyoambukiza kama magonjwa ya moyo kuwa makubwa sana. Na yamekuwa yanaua ndugu zetu kwa kiasi kikubwa sana. Na kwa nini yanaua? Kwa sababu kipato chetu cha Mtanzania wa kawaida kipo chini. Kwa Kaize hospitali kishirikiana na The One New Heart Tanzania tumeamua kumleta daktari bingwa na bobezi wa magonjwa ya moyo na magonjwa ya mfumo wa umeme wa moyo Tanzania, Dr. Atul Plau, kwa ajili ya kuweza kutusaidia hapa Tanzania. Ni huduma zipi ambazo zitatolewa pengine kwenye kambi hiyo ya matibabu kwa hizo siku 2? Huduma zitakazotolewa ni kuonana na daktari na vipimo na uchunguzi wa kina wa moyo, lakini pia huduma za matibabu kwa ujumla. Huduma za uchunguzi zitafanyika kwa namna niseme ni 3, kwa sababu daktari atakusikiliza na tunasema palpation, atakuangalia kwa kushika na mikono. Alafu kuna huduma za kimaabara, utachunguzwa kwa kutumia maabara, lakini kuna huduma za mionzi. Kama utahitaji kufanyiwa mionzi, ECG au kufanya echo, yani kupima umeme wa moyo au mapigo ya moyo unafanyaje kazi, vipimo vyote hivyo vipo Kaize hospitali na utafanyiwa uchunguzi wa kina kabisa ili kuweza kubaini changamoto yako imeanzia sehemu gani na inahitaji matibabu ya namna gani. Lakini hatutaishia hapo. Ukipatikana na changamoto ukahitaji kumaliziwa na matibabu, kuna matibabu ya aina 2. Unaweza ukahitaji dawa, kwa utapewa dawa na utaendelea kutumiwa kulingana na maelekezo ya daktari, au kama utahitaji operation au upasuaji, utaenda kwenye ngazi ya kufanyiwa upasuaji wa moyo. Kwa sababu kuna mtu mwingine unaweza ukawa ukijitizama unaona uko mzima kabisa, lakini kutokana na tabia bwete za Watanzania walio wengi kwa kipindi cha sasa hivi, tumekuwa tunayakaribisha magonjwa yasiyoambukiza. Kwa wewe unatembea unajiona uko mzima, lakini kumbe taratibu moyo wako unaacha kufanya kazi. Moyo wako unatakiwa kufanya kazi 100%, lakini taratibu inaenda inapungua. Kuna changamoto za kuziba kwa mishipa ya moyo, kuna changamoto mbalimbali kutokana na vyakula tunavyokula, hatufanyi mazoezi. Kwa hizi changamoto mbalimbali zinazotokea zinasababisha moyo wako kushindwa kufanya kazi taratibu. Na bahati mbaya ni kwamba wengi tunafika hospitali wakati tayari imekuwa
shida imekuwa kubwa na imefika mbali kiasi kwamba matibabu hayawezi kufanyika kwa haraka. Okay. Watu wengi tunaogopa kufanya vipimo, pengine kutembelea hizo hospitali kutokana na gharama kuwa kubwa. Pengine wakati wa kambi hii ya matibabu kuna gharama ambazo mmeziainisha, kama zipo ni sawa, lakini pia hebu tuambie, mtu akitaka kushiriki kwenye hii kambi nini anatakiwa afanye, au siku hiyo tu ikifika tarehe 14, 15 aje Kayz? Ili kuweza kushiriki kwenye hii kambi unatakiwa kujiandikisha mapema kabla ya tarehe ya kambi. Na utajiandikisha kwa namna gani? Kuna namna mbili ya kujiandikisha. Namna ya kwanza, utafika hospitali ya Kayz, utakutana na watoa huduma pale, watakusaidia na kukuandikisha. Lakini namna ya pili, unaweza ukapiga simu pale pale ulipo. Labda unataka kumwandikisha rafiki, ndugu na jamaa. Utapiga simu kwa namba zifuatazo na utapewa maelekezo yote pamoja na kuandikishwa. Lakini nitoe rai kwa Watanzania wenzangu na hasa wakazi wa nyanda za juu kusini, jiandikishe mapema, kwa sababu siku ya kambi haitakuwa ni siku ya kujiandikisha, itakuwa ni siku ya matibabu. Unaweza ukapiga simu kwa namba zifuatazo: 0745 153 706. Nitairudia hii namba: 0745 153 706. Au unaweza ukapiga simu kwa namba nyingine kama utakuta hiyo inatumika: 0779 171 633. Nitairudia hii namba: 0779 171 633. Ukipiga hizi namba utapewa maelekezo yote ya namna ya kushiriki, lakini utaandikishwa moja kwa moja bila kutoka mahali pale ulipo. Ina maana hata kama umekaa ndani kwako unaweza ukaandikisha na ukasubiri tu kuja kwa ajili ya siku ya kambi na kuonana na daktari wetu. Okay. Neno lako la mwisho pengine wakati tunahitimisha mazungumzo yetu kwa siku hii ya leo, ambalo ungetamani Watanzania wanakanda nyanda za juu kusini ama mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi aweze kufahamu kuhusiana na Kayz hospitali ama kuhusiana na kambi ya matibabu? Rai yangu kubwa ni kwamba Watanzania na wanambea wenzangu wana nyanda za juu kusini, usiogope kuja kufanya uchunguzi wa afya yako. Njoo fanya uchunguzi wa moyo wako, kwa sababu moyo ukishinda kufanya kazi, hakuna kiungo ambacho kinaweza kikakusaidia kufanya kazi. Hakuna sehemu ambapo wanasema wanafanya replacement ya moyo. Tutabadilisha vitu vingine, lakini hatuwezi kubadilisha moyo. Kwa hiyo kwa nafasi hii ambayo imetokea, tunaomba kila mmoja achangamkie, ni fursa hii. Imetufuata nyumbani, tuitumie, tuandikishe kwa wingi, tuweze kufanyiwa uchunguzi, lakini kama ukigundulika na tatizo ufanyiwe matibabu kwa haraka. Tuna sehemu moja tu duniani ya kuishi, nayo ni kwenye mwili wetu. Ukiupoteza nafasi ya kuishi kwenye mwili na usipotunza mwili wako, basi hauna nafasi ya kuishi tena duniani. Hatuishi kwenye nyumba, tunaishi kwenye mwili. Mtazamaji, huyo ni Bi Suma Kabuji, afisa masoko na uhusiano kutoka hospitali ya Kayz. Tumezungumza mambo kadha wa kadha, lakini muhimu ni kuchukua mawasiliano endapo kama unahitaji kushiriki kwenye kambi ya matibabu ambayo itakuwa ni tarehe 14 na tarehe 15 ya mwezi wa 4 kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni pale hospitali ya Kayz. Nambari ya kwanza ni 0745 153 706, yani 0745 153 706. Nambari nyingine ni 0779 171 633, yani 0779 17 1633. Endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii: Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Mimi ni Esau Godwin na hii ni Dream Media.